Karibu sana katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na jopo la waandishi wa hariri Philip Mkini, Morandi, Charles Abel na Judith, tukiwa tunaangalia yaliyojiri katika kurasa za michezo, mahususi katika habari za kimichezo. Leo hii basi ni siku ya michezo mingi sana ambayo itachezwa, na kama ambavyo ilivyo katika gazeti moja kwa moja la Mwana Sports inasema achia remote. Tutakuja kurudi kuangalia nini maana halisi katika headline hii ambayo imeongoza katika gazeti la Mwana Sports. Gazeti la Mwananchi nayo inasema siku ya record, mechi za kisasi ligi kuu bara, ikiwa inaendelea hivyo, ikiwa tumetoka katika FIFA date, ikiwa takriban kama wiki mbili hivi, na tumerejea sasa katika michezo ya CAF pamoja na michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara NBC ambayo nayo imerejea. Lakini kubwa kabisa kwa wakati huu ni kwamba kuna michezo katika ligi tofauti tofauti ambayo utaweza kuikosa, na kama ambavyo gazeti la Mwana Sports wanasema achia remote, tutapata maana yake baadaye. Na leo hii basi kuna michezo ya CAF ambayo timu zetu 4 tunajua zinashiriki katika michezo hii ya CAF. Yanga leo hii anacheza na FAR Rabat katika uwanja wa Amani saa 10. Unajua mimi napenda kusisitiza muda. Saa 10. Wakati unawasaidia watu. Alafu yes, ya kuzoea hivyo. Yaani unapenda sana kusisitiza muda. Kusisitiza ili watu wasikose. Wengine wanawasaidia. Kuna watu wanaaga hiyo mechi sana. Saa 10. Alafu mkato Singida Big Stars saa 4 usiku. Maana yake wale waliokuwa wamezoea kushika remote leo hii haiwahusu, inawafanya waachie kuanzia saa 9 hivi. Saa 9 inabidi madogo wote waachie. Saa 9 saa 8, maana lazima kuna uchambuzi kwanza. Saa 8 tu na nusu. Saa 9. Saa 9. Si ndio kuanzia saa 8 kuanzia saa 9, yani hapo tena hapo. Kama kuna mechi saa 4 usiku, maana yake hamna saa 6 usiku watoto washaenda kulala. Na hapo katikati unajua kisha malizika mechi ya Yanga kuna mechi zingine. Kuna mboga pale. Kuna mboga zimejaa pale kukupelekea katika kufikia mechi ya Singida. Haya, hiyo ikiwa ni katika michezo ya kitanzania tu. Lakini kesho mida ya saa 10 pia remote itakuwa imeshikiliwa kwa muda. Kwa maana kwamba Simba itacheza na Petro Atletico saa 10 pamoja na Azam watacheza na Maniema. Kwa sahihi. Maniema atacheza na Azam, sijui niseme hivyo. Muda Maniema ndio yuko nyumbani. Maniema yuko nyumbani. Muda mmoja, alafu hujasitiza muda nayo mechi hiyo. Saa 10 wote. Wote saa 10. Lakini pia kuna mboga. Sawa ambao bado tunaweza kufikisha saa 6 tu bado. Yaani bado tunaweza kumfikisha Mola ni saa 6 kwa sababu kuna La Liga hapo, kuna nini zinaendelea. Au tutumie chachandu. Chachandu. Kwa tutakupa hizo chachandu hapo baadaye ambazo zipo na utaweza kuzishuhudia takriban kama mechi za CAF 12 hivi. Kuanzia jana tutakuletea Azam katika runinga yako, kwa hiyo usikose. Naamini kabisa itakuwa ni sehemu ya wewe kuburudika katika kuelekea weekend yako hiyo. Kwa hiyo basi haya, tutaanza hapo. Achia remote. Mwariri, niambie achia remote. Si watoto leo sio siku yao. Yaani mwisho saa 9 kama alivyokuwa anasema Moland. Saa 9. Shafika saa 9 waachie wazee remote leo. Kwa wazee leo ndo wanaama tu channel hii za ZBC, katoka za ZBC kaenda Azam 1, kaenda Azam 2 kwa ajili ya kupata burudani. Kishafika Jumatatu watarudishiwa remote zao. Lakini kwa hizi siku mbili hizi waachie remote. Haya, tutarudi tena baadaye katika mambo ya achia remote. Katika gazeti la Uhuru
wenyewe wanasema njooni muone show, wakiwa na maana kwamba kuna wachezaji wa Yanga hapo wakiwa wanaonyesha wachezaji wa Yanga wakiwa wote wageni wakiwa wako wanahamasisha kwenda uwanjani, lakini hata Simba kesho hivi Simba wamezindua jezi wamezindua jezi za CAF wamezindua. Una swali? Una swali yao ngapi? Si zile Simba jezi zake amebadilisha tu, ameweka logo ya CAF. Wanacheza ngapi? Katika CAF wanacheza. Nimeziona jezi zao zote 3 zimebadilishwa. Zote 3 zimebadilishwa. Zile ambazo wanatumia kwenye ligi, lakini ni mfumo tu umebadilika wa mdhamini anakaa wapi. Mdhamini mkuu ametoka akaingia mdhamini mwingine. Huko ikawekwa logo ile ya CAF. Nafikiri wakacheza na hapa pia kwenye nembo yao. Singida umeona uzinduzi wa jezi zao? Hapana, sijaona. Yanga nimeona. Yanga ndio jezi imetrend zaidi. Ndio kati timu ambayo imezindua jezi afu zika trend zaidi. Bora nikacheka hapa lakini. Anacheka nini? Sitaki kuwa na. Ni kweli? Yaani jezi za Yanga zilizozinduliwa zimetrend zaidi. Yaani imezungumzwa zaidi. Unajua nimecheka sababu gani? Nyeupe imeonekana. Nimeiona mimi. Nyeupe. Yaani unajua nimefurahi sababu gani kwa sababu ni jezi ambazo zilizozinduliwa ni za kwanza kabisa ni za Yanga. Hapo ambazo zimetuni sana mitandaoni afu baadaye zikaja jezi za Simba. Kwa nafikiri kama inafuka kama kawaida ni kwamba nani anaanza kwa mmoja amtegea mwenzake. Unaona safari Yanga wamejilipua wameanza kutoka baadaye akaja Simba. Hata msimu ule Yanga walianza. Walizindua online. Afu ilikuwa tofauti siku moja tu. Yanga amezindua Jumatano, Simba akazindua leo. Na si hata wiki. Wiki yote Alhamisi. Walikuwa ni ndani ya muda mchache. Kabla ulikuwa na kitu unataka. Kama ana kitu kanaangalia hapo kamwangalia cha Zabeli. Hapana. Kuna kwenye topic ya jezi. Jezi za Yanga zimezungumziwa sana. Unajua mimi naonaga muda wote jezi huwa zikitoka. Kuna wakati zinaweza zikatoka nzuri lakini upande mwingine wakasema mbaya, upande mwingine zikasema nzuri, lakini mimi ninavyojua, ingawa sitaki kuzungumzia sana, lakini ninavyojua watu kwa tu ni ile vingine ni kama utani tu. Utani. Lakini ni utani. Ni utani wa jadi, ni utani wa jadi. Kwa mpira wa Tanzania unaanziaga nje ya uwanja. Kila kitu kwenye soka letu kinaanzia nje ya uwanja afu kinaingia uwanjani. Na ukitaka kuepuka hivyo, pata mafanikio uwanjani, utafunika na mengi sana yale ambayo yanatokea nje ya uwanja. Na utani nafikiri na utani unakwenda pamoja na urafiki. Unajua hawa ni marafiki of course, mtani wao ni ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja wanakuwa familia moja. Kwa of course hata matani yanayotengeneza masiala nafikiri yanajenga umoja wao na ushirikiano wao nafikiri, lakini ndani ya uwanja wao nafikiri ndio ugomvi wao unakuwa, lakini nje ya uwanja huko wanakaa pamoja kabisa. Hata kwenye kushabiki, hata kwenye uzinduzi wa kampeni za Simba juzi, ulimwona shabiki mmoja wa Yanga naye ameenda kucelebrate naye pamoja na mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wamefurahia vizuri, kavaa jezi ya Yanga na enjoy kabisa. Na hata inapotokea event yote kwa upande wa Yanga utaona mashabiki wa Simba wanakuja, lakini ndani ya uwanja pale kwenye pitch hakuna ukaribu, hamna undugu wala familia, wanaachana kabisa. Ila pale ukishamaliza pale sasa ndio vita na kuwepo. Kwa hata masiara fani hata kama swala jezi Simba jezi nzuri, nafikiri ni masiara tu, nafikiri ndio chachu ya. Hivi Azam nao amezindua Azam FC. Chaza ametulia sana, mtu mmoja Chaza. Mimi sijaiona. Labda ndio Chaza ameona. Chaza sukutua. Sijaona Azam wakitangaza jezi zao za msimu mpya. Azam wako mashindano ya kimataifa. Hujaona Azam wako Kinshasa, hapo ni Kinshasa. Kinshasa, Kongo. Hem tusikie, tumeona Ibenge karudi nyumbani. Kitambala pia nyumbani kwake. Kitambala nyumbani. Hem tusikie wanazungumza nini kuhusiana na mechi yao kuelekea hapo kesho. Nafikiri ulisikia kutoka pale airport, mashabiki wengi wanampenda Mwalimu Ibenge Kongo, wanampenda Jefi Kitambala. Nafikiri ni miongoni mwa sababu za kufikiria pia hata kama tunaweza tukatengeneza tawi hapa la Azam Football Club ikawa ni sehemu ya wawakilishi wetu, kwa sababu watu wakuja kutuwakilisha wapo. Pressure ipo.
lakini ni pressure ya kuiona timu yetu inafanya kile ambacho likifanya kwenye uwanja wa mazoezi siku ya mchezo wenyewe. Tunajua Maniema ni timu nzuri, na hata wengine ambao tunatarajia kuja kukutana nao baadaye bado ni timu nzuri, lakini hatuwezi kuwazungumza zaidi ya hawa ambao tunakwenda kukutana nao hapa. So tukitoka hapa tunakwenda Zanzibar kwa ajili ya mchezo dhidi ya Wydad. Hawa ndo wagumu zaidi pengine, lakini wagumu wa kutishia ni Maniema, wagumu wa kutishia ni Nairobi United. Kwa nini? Kwa sababu hawa mnawezana, ni win-win kwa kila mtu. Wydad tunawamudu kwa sababu Azam FC shai kupiga Esperance de Tunis wakiwa kwenye ubora wao wa moto sana pale Azam Complex Chamazi. Uwanja una raha yake. Miongoni mwa watu ambao wameleta raha kwenye huu uwanja kama ambao tunategemea kuileta sisi ni Fere Gola, Fere Charde Pool, Voila Komatiaka. Aliweka line moja hapa akasema Bilima na Mazembe salama beleli popo. Zimetajwa timu za mpira na alikuwa kwenye hii picha ya mpira hapa. Alafu akamalizia yoleli. Ndio raha tunaoenda kuwapa mashabiki wa Azam FC hapa. Kwa hiyo tunaweza tukawa sio wazoe. Haya, hiyo ikiwa ni kutoka Kinshasa, Congo DRC, na tunaamini kabisa tutaweza kupata na wenzetu ambao wapo katika nchi ya Algeria ambapo Singida Big Stars ipo kule kujiandaa na mechi haya hapo kesho, na pia tutaweza kupita kuangalia na kwingine kukoje kama ambavyo imekuja ikizungumzwa hivyo. Umesema hajasukutua nani? Ya Chazi hajasukutua. Mola nikavutiwa sana ule wimbo alikuwa anaimba nani Ibwe. Yeah. Mimi Chazi nikafurahia nyimbo zake. Mola nilikuwa anacheka. Haya. Mbali na zile chachandu ambazo ulisema uite mboga ulisema chachandu. Chachandu. Haya. Zile chachandu nyinginezo zile kuna Mamelodi atacheza na FC Lupopo. Alafu kuna Al Ahly atacheza na JS Kabylie saa 1 usiku. Hiyo ndo chachandu nzuri. Yeah, hiyo mechi bora kwa sababu hiyo ni mechi ambayo iko kwenye kundi pia la Yanga. Ndo chachandu hiyo. Esperance watacheza na Stade Malien. Wapinzani wa Simba. Mechi nyingine ambao ni wapinzani wa Simba. Kwa mtu ambao anataka kujua makundi yalivyo. Saa ngapi hiyo mechi nayo? Saa 1 usiku. Tupe na ratiba kabisa na muda. Hiyo ndio chachandu babu. muda muhimu. Maana yake nini? Kwamba maana yake kama ile mechi ni saa 10. Maana kuna mechi mbili pale saa 1 ambazo zinaihusu Yanga na Simba. Leo Lupopo kazi anayo leo. Kwa Mamelodi. Kazi anayo leo. Kwa Mamelodi. Unajua wana ugomvi wao. Na huo ugomvi ulichangiwa na mechi ya Lupopo na nani? Na Orlando Pirates. Sasa unajua tayari CAF wametoa adhabu kwenye ile mechi. Yeah. Ambapo wao Lupopo kocha wao kafungiwa mechi 6. Kwa hiyo ina maana mechi zote za makundi hata kuwepo. Lakini pia yule kuna mchezaji mmoja alitrendi sana hapa katikati. Wa Lupopo. Mukoko wa Male. Mukoko. Na ikafungiwa mechi 2. Kwa hiyo leo zile wasauzi walikuwa wanamtamani sana. Kwa hiyo hata kuwepo. Kwa hiyo ndio maana nakwambia leo Lupopo kazi anayo pale. Ni kwa sababu ya kufunga Orlando. Ule Mukoko aliwaudhi. Yaani unajua yule Mukoko aliwaudhi. Yaani aliwaprovoke sana. Ni mpira anajua. Na akawa na provoke na wale mashabiki wa Orlando. Kwani wasauzi mitandaoni wengi walikuwa wanamtamani sana. Na hata ile fixture ilivyopangwa wakati wanapanga draw. Kitendo cha Lupopo kupangwa na Mamelodi. Yaani wasauzi walichukua ile vita kama ya kwa wao sasa kwamba afadhali mtu sasa hivi anarudi tena sasa tumuoneshe. Kwa hiyo Orlando watamshabikia Mamelodi, si ndio? Orlando yani unajua wako upande wao kwa hiyo. Kwa sababu tu ya Mukoko wa Male. Lakini yani ile mechi ya nyuma ndio imefanya wakawashinda. Unajua Mukoko ni hata mechi ya jana ile ya Hilal. Ile mechi ya Hilal na MC Alger. Ile mechi nayo pia lazima kutakuwa kuna adhabu baadaye. Ilikuwa ina vurugu nyingi sana. Yaani mwishoni imekuja kuwa mechi yenye vurugu sana. Paka waamuzi wanachukuliwa na walinzi wanapelekwa vyumbani, wachezaji kwa wenyewe wanagombana, mashabiki na wakaanza kurusha chupa na nini. Yaani sidhani kama itaisha salama.
Ila mimi kitu ambacho nilikuwa nakitarajia Nkini, unajua kwa sababu gani? Ile mechi kati inachezwa yani ilikuwa na vurugu nyingi sana ndani ya uwanja, ndani ya pitch. Yaani mtu kumwacha yani apite na mpira hata miguu miwili pale akupamwache. Au mpira umeenda juu kwenye kuruka. Wanaruka tena mtu kwa anaanza kuruka na kipepsi, ama hata ngoma ni vurugu zilikuwa nyingi, yani vurugu zilikuwa ndani ya uwanja. Ilikuwa mechi yenye ubabe mwingi sana. Kwa mimi kama unachokisema natarajia hata mimi kuona kwamba adhabu nao katika mechi ya jana baada ya nani kamati kukutana na labda maamuzi watakatolewa kuhusiana na wale wachezaji wa timu zote mbili, kama sio viongozi au hata wachezaji. Lakini ile pia imeonyesha kwamba michuano ni migumu. Yeah, of course. Ukiona jinsi watu wanavyocheza unaona kabisa ya kwamba yani kila mtu anaamini kupata pointi 3. Sababu wale waliopoteza pointi 3 wenyewe wamelala uwanjani kabisa, yani kama vile ndo basi imeisha. Lakini waliopata pointi 3 wameshangilia, utafikiri ndo wamechukua ubingwa. Lakini pia Al Hilal yani pale wameonyesha kabisa yani ubabe. Unajua kwenye hii michuano Al Hilal wamefanya vizuri sana kwa muda mrefu. Na hata unaona walivyocheza jana, Ibenge hayupo lakini unaona ni kama Al Hilal ni ile ile. Yani wachezaji wanajituma. Yaani wale walichokionyesha ni kwamba hawajaonesha kwamba mwalimu ndo alikuwa anawafikisha pale walipokuwa wanafika. Yaani wameonyesha kwamba na wenyewe nao na wachezaji wapo tayari. Wachezaji wa Chazi ule nafikiri ni Mnyarwanda, Burundi Mugirisha. Giramushau. Performance ya kisasa sana ni alionyesha. Lakini kitu ambacho nimekiona Nkini ni funzo kwa timu zetu ambazo wanacheza michuano ya kimataifa. Ukiangalia mechi ya jana kulikuwa na ufundi mwingi sana. Yaani mechi kwenye hatua makundi nimeona kila timu inapambana. Mfano mechi ya jana nani Alja pamoja na Alila. Kila timu inacheza pale kutaka kuonyesha mpira ule kwa maana ya ufundi wa mpira. Lakini unaonyesha kwamba kila timu kucheza kwamba kupata pointi 3, maana kwamba yafanyeje aongoze kundi. Ndio pia kwa kicheza jana hakuwa mpira ufundi mwingi, si ukanzu, si utoba kama super za nini, ama hakukuwa wao counter attack, cross, mtu anafunga goli. Yaani ile ufundi kusema eti kwamba si ukanzu ufanye vitu gani, mambo pasi nyingi hamna sababu, na sioni kama kuna sababu ya msingi yote kucheza mpira ina huo katika hatua hii ya makundi. Hamna ufundi waka pembeni, kwanza tupate matokeo kwanza, mingine nakuja baadaye mbele. Chazi ana msemo wake mmoja, anasemaga kwenye hatua ya makundi ni sehemu ambayo unahitaji mwalimu mwenye mbinu. Yaani huko unahitaji tu mwalimu mwenye mbinu akupe pointi 3 tu. Yaani huko hauhitaji mwalimu wa kukufundisha tena ya kwamba tuwaburudishe mashabiki. Yaani shabiki anayetaka mpira wa kuvutia kwenye hatua hii ya makundi, timu yake itaishia hapa. Kwa hapa unachotakiwa ni mwalimu anakuja na mbinu gani ya dakika 90 anakupa pointi 3. Kwa sababu hapa wastani pointi zako 10. Yaani 10 ni kiwango cha juu ambacho una uhakika wa kwenda robo finali. Kwa hiyo huku ni kuja kutafuta pointi. Kwenye ligi huko anza kutengeneza timu yako taratibu, icheze vizuri unavyotaka, lakini sio huku. Kwa sababu huku unacheza leo Jumamosi. Ukitoka hapa yani kuna timu nyingine huwa yule mwenyeji anaondoka kabla ya mgeni. Kwa sababu wewe hapo unajikuta unatoka hapo unatakiwa uende zako labda useme Tunisia au uende zako sijui Morocco. Kwa hiyo unaweza kumwacha yule cheza naye kwako ukaondoka, kwa sababu ni ndani ya siku 5 tunaenda kucheza mechi nyingine. Kwa hiyo nafikiri kikubwa huku hata mashabiki wetu lazima waelewe ya kwamba hapa leo na kesho hauhitaji timu yako hapo uanze kusema timu haikucheza vizuri. Kucheza vizuri sio sehemu hii tena. Kama pre-season ya mkujipanga, mwanzo wa ligi ya mkujipanga, huku kutawasumbua tu. Huko unahitaji ushindi, pointi 3 uende zako. Haya, bado tuko leo katika Chachandu, RS Berkane Power Dynamos saa 4, alafu Pyramid Rivers United saa 4, Belouizdad Singida Big Stars saa 4 usiku. Kwa hiyo zote leo hizo? Zote leo. Hapo ajili ya pweza gizani tena. Berkane na Pyramid wa ajili ya pweza gizani. Kwa hiyo tumeshapata maana ya achia remote kwa maana kwamba unachukua koje au unaweza ukapanga kama 3 TV 3, hamna shida. Sebleni. Hii inaonyesha Berkane, hii inaonyesha Singida, hii inaonyesha Esperance. Mambo yanakwenda ya Pyramid. Sasa hapo unakosa ipi hapo? Berkane Giant wote, Berkane, Pyramid, Singida ni Giant. Yeah, of course. Kwa sasa ni Giant. Unanipinga? Singida ni Giant. Ndio anakaribisha katika mechi za Afrika hapa ni miongoni mwa Giant. Kwa kama mnaniangalia kwa kusomea kwa Giant bado ile sema kwa ligi ya Tanzania sasa hivi unasema kwamba kidogo naye anakuja useme kwa Afrika.
Sababu ukimpima Singida kwa Giant unampima na nani? Yani unamfananisha na nani? Anacheza na nani Singida? Belouizdad. Belouizdad wana uzoefu mkubwa zaidi kuliko Singida. Ligi ya mabingwa, shirikisho. Singida ndo anaenda mara ya kwanza. Mimi kumuita Giant bado. Yani naamini anaweza akafika huko, lakini sasa hivi ni mapema sana. Bwana Abeli katika chati zake alisema hivi kwamba eti kundi gumu nani anataka kundi gumu pale, eti muangalie pale kupo katika poti gani mpaka aseme kundi gumu. Nani sasa? Bwana Abeli alikuwa anamsemea nani? Story tu bwana, eti mnasema kundi gumu. Nani pale kundi gumu pale wakati yuko katika poti 2? Poti 2 anacheza na poti 3. Umeona? Poti 4 Poti 2 anacheza na poti 4. Maana yake yule poti 2 yule ndo mgumu. Sema Abeli. Kwa tunio yeye unazungumza. Yaani hivyo bwana unapozungumza alikuwa anazungumza hivyo. Sababu unaona umebadilisha style ya kuongea, inaonyesha style ambayo Abeli alikuwa anazungumzia. Wale waliopo poti 4 na poti 3 si ndo wanaona wale wa juu ndio. Lakini ukija kwetu ndio vice versa kwamba ukiangalia majina kuna cha kulalamika bwana, mimi kundi langu la kifo. Hakuna kundi la kifo. Na kuna mwingine akaibuka yani mwingine akaibuka si kajulikana kwamba ni kundi la kifo. Sitaki mnidodose kundi la kifo wapi. Yako makundi yako shirikisho na ligi ya mabingwa, msinidodose wapi. Kundi la kifo. Ile ni kundi la kifo. Mwingine akaibuka huko pembeni. Hizi ni stories za kitaa. Mwingine akaibuka na waangalia na wasikiliza. Kundi la kifo kivipi? Pale kila timu pale ina uwezo mmoja. Pale katika mizania pale unavyoiona pale katika hilo kundi unalosema la kifo, ile kuna uzito mmoja au upande mmoja unaonekana unalemewa. Kivipi? Nikasema ukakaa kipi? Kaa kimya. Kwa wewe kuingiza yani kwa mjadala wewe sikuingiza, ila tu nimesikia stories za kitaa. Hapo nimeunganisha stories za kitaa na stories za bwana Charles Abel. Yani kwa maana kwamba watu wanasema kundi la kifo. Na hiyo page yake yenyewe ya kitaa. Ana page yake na ya kitaa ilijadili hivyo. Charles Abel. Kwenye hii gazeti. Hilo gazeti. Taangalia basi. Sio leo. Ni lini? Jana. Ulijadili hivyo. Akili za kijiweni. Inaitwa akili za kijiweni. Akili za kijiweni. Ilijadili hivyo wanavyosema. Weza mimi hata sijajua kama kuna hiyo article yani hata sijasoma kama kuna hiyo, lakini kama ni anaita ya kitaa na kweli za kijiweni. Na kweli katika yani hivyo unapozungumza ndio hivyo, anaingia huyo anatoka afa anakuja anaingia mwingine anasema bwana hamna hawa Yanga mbona hapa wazuri zaidi huko kwa Simba kunaonekana kugumza hamna huyu Azam huku, yani kama hivyo unavyosema. Hizo stories za kitaa. Unajua stories za kitaa tamu sana. Zile za sawa, lakini Waarabu wote jamani. Kwa mafundi. Sawa, lakini sasa Waarabu wote jamani. Mimi don't think hapo ndo Judy katoa mapanga. Yaani niliamua tu niseme sawa, lakini jamani ndo hiyo Waarabu wote. Chazo ndio kusema. Mimi hizi yani mimi dhana ya kundi la kifo au kundi jepesi kwenye hatua hizi mimi bado nitaendelea kuipinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa mfano Judy amezungumzia Waarabu. Lakini kwa mfano ukichukulia Esfa na JS Kabili, nani kapata mafanikio ambayo yamemzidi Yanga ndani ya misimu mitatu iliyopita? Yanga. Yaani JS Kabili na Esfa Araba. Nani kapata mafanikio ambayo yamemzidi Yanga ndani ya misimu mitatu iliyopita? Hamna. Yanga ndio iko juu. Sasa shida inatokea wapi? Yaani hapo mimi ndo yaani Waarabu wao unaathiri nini kwenye kundi? Unamwona Filipo anapofanya. Yaani tuwe wa kweli. Kama kuna hofu, yani kama kuna hofu kwa upande wetu sisi timu yetu ya Tanzania, mimi naamini hofu inachangiwa kwa kiasi kikubwa na kudrop form kwa timu yetu sisi, sio ubora wa wale. Naungana na Chazi. Na ndo tunapokuja kwenye ile hoja ambayo Nkini mwanzoni alisema kwamba hatua hii
ni mbinu. Yani wewe unatakiwa uwe bora. Yani wewe uwe bora. Sio fulani yuko na ubora upi, fulani yukoje. Wewe uwe bora, kwa sababu tumeshuhudia kuna timu zinapangwa kwenye makundi hao unakuta za Waarabu watatu na bado inapenya. Kuna timu hazipangwi na Waarabu kabisa kwenye kundi lake na bado atoboi. Sio, umeelewa? Imagine, yani mimi angalia mfano wa Pyramid. Msimu uliopita Pyramid aliingia kwenye mashindano akiwa kwenye poti ipi? Pyramid aliingia kwenye mashindano akiwa kwenye poti 3, yani kwenye hatua ya makundi. Aliingia na wakati wanapanga draw, Pyramid alikuwa kwenye poti 3. Yani katika wale wanne wa mwanzo Giant hayupo. Katika wale wanne wa pili hayupo, yupo katika wale wanne watatu. Lakini mwisho wa siku bingwa. Wale ambao walikuwa kule juu, mimi natamani timu zetu zifocus zaidi na maandalizi yao, yani ubora wao. Ukishakuwa bora wewe, yani wewe kama wewe, hata jirani, kwa sababu tushashuhudia hapa Yanga shakumsimamisha Al-Ahly hapa. Hivi kati ya Al-Ahly, daraja la Al-Ahly na Esfar sijui JS Kabili, ipi timu ipo kwenye daraja la juu? Simba shakumsimamisha Al-Ahly hapa. Simba shakumsimamisha Wydad hapa. Kwa hiyo kumbe hizo timu sio kama zifungiki, zinafungika. Lakini tupo katika ubora gani? Mimi nadhani kinachotupa hofu ni ubora wa timu zetu tu. Na hivi leo Mamelodi yakutana, yani Mamelodi kwa mfano hapo kundi lile, utasikia ni Mamelodi wanalalamika au wanakuwa na wasiwasi. Mimi nafikiri mimi naungana na Chazi aliyosema. Nafikiri hata mimi naona ni quality. Kwa mimi naona ni quality ambayo kidogo inaipa watu hofu. Naamini ile ya Yanga ambao ile wanacheza na Mamelodi ambao ambao kama ile kwenye hatua nusu finali kama sikosei ile. Robo finali kwa robo finali. Afu kama ingepangwa kundi kama ile ambao kutana kina Farabat kina nani. Hivi watu wangehofu kiasi hicho na kuja kwenye point yangu ya msingi. Na hata kocha naye wa jana katika press conference alivyozungumza jana wa Farabat akazungumza kwamba unakuja kukutana na timu ambayo ndani ya miaka miwili mitatu hii ni timu ambayo ni kwa Tanzania imekuwa ni tishio. Kwa hiyo mchasuku nije kwenye point ya msingi, kwa maana kwamba nakuja kwa Chelsea sasa ni quality ambayo nafikiri ndio inaipa hofu Yanga, lakini kwa maana kuzungumzia ule ubora kama ni hofu ambayo ilipo kwamba kuhusiana na Waarabu, sidhani kama sasa hivi tumefikia kwenye hatua hiyo. Ndio kwenye ile kundi la Yanga. Yaani hofu kuna wakati hofu tunaitengeneza wenyewe. Kwani hiyo hofu tunazungumza ni kundi moja tu? Ya kwanza sinazungumziwa hiyo kwa sababu yani Waarabu walivyosema. Yaani ukichukua lile kundi kwenye hao tunaosemea Waarabu tu, Yanga ameenda back to back. Hiyo hatua ya makundi mara 4 mfululizo. Wale wote pale sidhani, yani kama kuna ambao ameenda mara 4 mfululizo kwenye ile kundi. Kwenye hatua ya makundi shirikisho na ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ukija kuwaweka hata kwenye ule mzania wa kawaida ya kwamba nani anawezekana akawa bora, Yanga lazima anaonekana ni bora. Shida inayokuja ni hiyo kauli ambayo tunaitumia kwamba Waarabu tupu. Yani watu pale ndo wanapobeba, lakini kikubwa yani wanachotakiwa Yanga kufanya ni kuanzia leo. Yani Yanga leo ndo wanatakiwa watu waonesha kwamba hata pamoja na kusemea Waarabu tupu, sisi bado tunaamudu. Kwa sababu hata ukiangalia quality ya performance ya Yanga na hao wengine hata zitofautiani. Yanga anacheza na mtu ambao amecheza mechi 8, amescore magoli 14 kwenye ligi yake, amefungwa goli moja. Yanga naye kafungwa goli moja ile kwenye ligi. Yes. Lakini hata ukiwaangalia nao kwenye mechi zao zote zile za hatua ya awali zile zote wameruhusu. Hao ndio wamecheza na Oroya. Wakaruhusu goli. Wakacheza tena na ile timu nyingine ya Nafini ya Gambia. Mechi ile ya awali wakaruhusu goli tena. Kwa hiyo bado ni timu ambayo inaweza kufungika. Mimi sioni shaka ambao watu wengi wanayo. Yaani kikubwa ni makundi 4 tu yatimize majukumu yake. Viongozi Yanga watimize majukumu yao, wachezaji watimize majukumu yao uwanjani, mwalimu atimize majukumu yake. Lakini pia kitu ambacho Yanga wamekuwa wakikosa sana ni aina ya mashabiki wa kwenda kuwaunga mkono kwenye hizi mechi. Yaani hizi mechi kuna wakati mimi naamini ile kuna mechi moja ya Simba walicheza na Nkana Simba wanafunga goli dakika za mwisho. Ile haikuwa quality ya player tu, ile ilikuwa quality ya mashabiki waliokuwa uwanjani. Yaani mashabiki pale mechi inaisha zinabaki sio dakika 5, mashabiki wanapopiga kelele uwanjani utafikiri bado dakika 30 au bado dakika ngapi. Na ndio ile iliwapa morale dakika za mwisho wanakuja kupata ushindi wanavuka. Yaani kuna sehemu kubaliane mashabiki wetu, kuna sehemu hawazitendei haki hizi club.
Yaani kuna muda lazima mashabiki wakubali kwamba sasa hivi tunataka kuwaunga mkono wachezaji wetu uwanjani. Unajua pia mimi naona mashabiki wa Yanga hofu pia inatoka msimu uliopita. Kama unakumbuka kwenye kundi walilokuwepo. Kuna aliyewasimamisha kutoenda makundi walikuwa ni MC Alger. Yaani ile mechi mimi wanasema ile mechi nasemaga Yanga walijisimamisha wenyewe. Ndio mashabiki yani hapo ndo ukizungumzia swala la Waarabu kwa Yanga ndo shughuli inapoanzia. Alafu pia timing ya hesabu za kwenye makundi. Yanga ndo hapo ndo wanapofeli siku zote kwa sababu ukiwa kwenye makundi unatakiwa upige zile hesabu za kufikisha pointi 10. Na kwa kuanzia kwenye mechi ya kwanza alafu ya nyumbani unatakiwa upate ushindi. Ila ukaanza kufunga nyumbani alafu ukaenda ugenini, hapo ndo mambo yanaanza kuwa magumu. Lakini nadhani kusaidia kitu kimoja. Kwenye misimu 10 yote ambayo Yanga wameingia robo final hii hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Mechi ya kwanza Yanga hajashinda. Yeah. Sure. Yaani akishafika kwenye makundi tu ile mechi ya kwanza wewe inamsumbua. Lakini kuna wakati Yanga amevuka na pointi 8, si ndio? Akaenda hatua ya makundi. Yaani cha kufanya ni hesabu zako tu zinakaje. Simba alifungwa goli 10 ugenini na AS Vita 5 na Al-Ahly 5. Lakini AS Vita kwenye ile kundi hakwenda. Yaani aliyomfunga Simba 5 hakwenda. Simba akaenda akiwa nafasi ya pili. Kwa hiyo hapa ni hesabu zako unazipiga. Kuna msimu 22 23 kama sikosei. Simba mechi mbili za kwanza alikufa. Alipigwa na Raja. Ndio ile anapigwa na Vipers ndio? Anapigwa na Oroya. Baada ya hapo kapinduka. Akachukua pointi 6 kwa Vipers. Kwa sababu unajua hatua ya makundi, unajua Judy amezungumzia hesabu. Hakuna timu ambayo ipiga hesabu. Yaani mimi sasa kuamini kwamba eti Yanga hawakupiga hesabu zao. Yanga walipiga hesabu zao. Unajua kupiga hesabu ni jambo moja. Na kuzitimiza hizo hesabu ni jambo lingine. Hesabu tunapiga sisi kwenye makaratasi. Na calculator. Pale anapigwa fulani, anapigwa fulani. Lakini walipoteza ndani ya uwanja sasa. Ndio wachezaji sana wanapiga zile hesabu, yani kuzihamisha zile hesabu kutoka huku kuziingiza ndani ya uwanja. Mimi naamini hatua ya makundi hakuna mechi ngumu kama raundi ya 3 na ya 4. Yani zile back to back zile. Yani zile ndo zimeshikilia hatima. Yani ukipoteza pale utoboi. Wewe angalia hata hizo timu ambazo hata huo msimu ambao mkini anasema Simba alipigwa 5-5. Akupasuka zile mechi mbili za back to back. Ukipata pointi chache katika zile mechi mbili, yani kwamba ukapata moja au ukakosa kabisa. Hata kama ulishinda mechi mbili za kwanza ni ngumu sana kutoboa. Sasa Abel amefafanua vizuri, lakini mimi mbona naona kwamba kama timu ikianza vizuri nayo michezo miwili ya mwanzo sawa imeshinda, ina maana ile pale ni advantage ile ya nani ya back to back. Ile inakupa added advantage. Sasa unaona kwa mfano unaona kama kwenye kundi la Yanga, kwa nini tunasema Yanga anatakiwa angalau hizi mechi mbili za mwanzo achukue idadi kubwa ya point? Kwa sababu mtu anayekwenda kucheza naye back to back yani ni timu ambayo nyota yani timu ya nyota 5. Yani uwezo ndio ile toka pot. Ndio toka pot 1. Kwa daraja la Ahli lilipofikia. Yani leo Yanga uwezo ukasema kwamba kabisa mimi pale Ahli na uhakika wa kuchukua 6. Haiwezekani. Kwa basi Yanga lazima achukue huku. Tuzihesabu kwanza hizi za kwanza tuzichukue hizi 3. Chukua hizi 6 hizi zinazofuata hizi. Hapa hata achukue 4. Yaani Yanga akichukua 4 hizi zinazofuata za mwaka huu. Yaani akicheza hii ya leo na inaofuata atakuwa kwa mwaka huu. Kwa sababu end of the day wale wawili nao watacheza wenyewe. Yaani wakati wanacheza back to back na huyu. Hao ambao umechukua pointi zao 6 au 4 wanakutana wenyewe kwa wenyewe. Maana wanapunguzana, kwako inakuwa ni faida zaidi. Mtego wa back to back kwa Simba pale ni nani? Simba back to back ana Esperance na Giant ambao ametoka pot 1 pot 1 na Esperance. Singida pale back to back. Singida back to back anacheza na wanani hawa. Hii timu ambayo iko pot 3 kwenye kundi lake. Wao wameshushiwa point. No, Singida kwa sababu yani wanachokifanya kwenye back to back. Wa kwanza anacheza na wa pili. Wa tatu anacheza na wa 4. Kwa hiyo kwa mfano kama Azam kwenye kundi alikuwa pot 3. Kwa hiyo kwenye back to back yeye kwenye kundi lake anacheza na Nairobi. Ambao mechi ya kwanza tarehe 25. Mechi ya pili tarehe 25 Januari. Wiki inayofuata Nairobi anakuja Dar es Salaam. Okay, tukao tumegundua kwenye Champions League back to back ni kikwazo.
Pale ni karata zako unazicheza vipi? Karata. Yaani mechi zote babu zako. Yaani Huku kama umechukua 6, unaweza ukaenda, yaani kama huku umechukua 6, unaweza ukaenda back kwenda kufuzu. Mechi za leo na za kesho katika timu za Tanzania, ambapo leo hii timu mbili Singida Big Stars na Yanga watacheza, na halikadhalika kesho Simba na Azam pia zitacheza katika mfululizo wa michezo hii ya CAF ambayo ndio imeanza katika hatua ya kwanza. Tulikuwa tunazungumzia kabla ya kwenda mtaani, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na calculation calculator ambayo inaweza ikazifanya timu za Tanzania ziweze kutinga katika hatua nyingine kwa kishindo. Tukaona kwamba ni lazima ishinde michezo yake mitatu ya awali. Katika hiyo michezo mitatu ambayo tumekuwa tukizungumzia, mchezo ule wa katikati ndio wenye back to back. Ukiona umeshashinda mpaka pale na mahesabu yanazidi kuja automatic. Charles, unanisikia bila shaka? Namsikia. Kwa maana kwamba tulikuwa tuna ile kasumba kwamba ukishinda michezo yako mitatu ya nyumbani katika mahesabu michezo yako mitatu ukishinda ni pamoja na ile mmoja ule wa back to back. Mmoja wa back to back ambao unaweza ukakusaidia kwenda katika hatua nyingine. Lakini ikitokea kama umechemsha michezo miwili, tumeona mfano kwa Simba. Na je, kama umechemsha michezo miwili ya awali nyumbani lakini ukafanikiwa michezo miwili away, au mahesabu hayaendi, yani ukashindwa michezo miwili nyumbani alafu kaenda ukashinda michezo miwili ugenini, kama mahesabu hayaendi, inawezekana bado mzani unaweza ukakubeba mzani. Kwa maana kwamba tayari michezo miwili, sababu utakuwa umebadilisha tu plan ya kwanza ni kushinda mechi za nyumbani. Ujashinda za nyumbani ukaenda kushinda 2 za ugenini, kwa hiyo utakuwa na pointi 6. Unaangalia, unalitazama kundi lako, unamtafuta mwingine mmoja pale, akikupa pointi 3 unaanza kusubiria sasa kuona unaweza kuvuna nini mwisho. Sababu kuna uwezekano, kuna wakati mtu unaweza kufuzu hata na pointi 8, tegemea na kundi limekaaje. Kuna kundi lingine kila wakienda sare, yani ukija huku sare, ukija huku sare. Kuna ile kundi, kuna wakati Yanga Simba wote wamfuzu na pointi 8, si ndio? Wote walifikisha pointi 8 na wote wakafuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kikubwa ni mahesabu yako wewe. Na ukimpata wako mmoja kule kwenye ile kundi, yani ukimpata wako funge kwako, nenda kapambane naye tena kwake. Mfunge, chukua pointi 6 kwa mmoja, kama vile Simba alivyochukua kwa Vipers. Nafikiri Simba hapa amekuwa kuna timu anazipata, kama achukui 6 anachukua 4. Yaani anachukua 3 nyumbani, alafu akienda kule ugenini analazimisha sare, anachukua pointi moja. Kwa hiyo na kesho ni lazima kushinda. Yaani kushinda hakuepukiki. Yaani kesho Yanga leo Yanga akipoteza, alafu akicheza vizuri sana, hana faida yoyote. Yaani hamna chochote anachopata. Leo Yanga bora asicheze vizuri, shoot on target moja, lizae goli, lakini apate pointi 3. Simba kesho the same. Mimi siwezi kuweka ile listi kabisa ya Morandi, wewe unadadavua sana vikosi vya Yanga na Simba, na unafikiri listi unayoidhani kwamba hii ina ushindani Yanga pale, wewe sijua, labda unasikika. Kama kawaida kipa nafikiri ni Diala atacheza. Diala anaanza namba 1, namba 2 kama kawaida ataanza, nafikiri wangu mimi ataanza na Israel Mwenda. Sijajua nani ya Kwasi, kwa sababu ameanza mazoezi naye. Kwasi acheze. Miongoni mwa majeruhi. Sijajua lakini kwamba sajiliwa yule kama mchezaji. Hajasajiliwa, si ndio? Kwa hiyo nitaenda moja kwa moja na Israel Mwenda namba 2, namba 3 tena na Shabalala, kwa sababu tuko nyumbani, tunahitaji kushambulia sana. Na 4 na 5 kama kawaida pale Tanzania Baka pamoja na Dickson Jobu, namba 6 atacheza. Shambulia sana kwa maana kupanda kwa Shabalala. Ya kupanda na Shabalala. Lakini tena nia anapanda. Na of course naomba katika upigaji wa cross kwangu mimi ni umakini. Shabalala 4 na 5 Dickson Jobu pamoja na Baka, namba 6 Duke Abuya. Namba 8 pale ataanza kwangu mimi ataanza Dumbia. Namba 7 ataanza nitampeleka nani Max Zengeli. 9 ataanza Dube, 10 ataanza Mudathiri Haya, 11 ataanza Pacome Zouzoua. Leo Dube anaanza. Kosi kizuri sana alichokitaja.
kikosi kizuri. Kikosi taja Mola. Yule Kouma. Nani Kouma? Yule kwangu ataanzia Sabu. Kwangu ataanzia Sabu. Sabu. Yeah. Yaani timu imebalance. Timu ya kimataifa fulani hivi ina walinzi wengi wanaweza kukaba, ina watu wengi wanaweza kusaidia kushambulia. Tumtoe tumecheza wewe dakika 70, tumtoe nani Mfalme? Prince Dube. Tumtoe Mfalme tumweke nani? Sasa pale inategemea timu hiyo dakika 70 wanatafuta nini kingine. Sababu inawezekana dakika 70 unahitaji kulinda kwenye kile ambacho unacho. Dakika 70 unaizungumzia? Dakika 70 0-0. Unahitaji kufunga zaidi. Kushinda. Si tutazama mechi za nyumbani ni kushinda. Inategemea na approaching ya mechi. Yaani bado mpaka hapo kwa jinsi, kwa sababu ukitazama hata kwenye swali langu niweke hivi. Benchi Sabu nani? Sabu. Mimi labda kwa tuweke hivi. Sabu nani? Kwa Sabu. Kwa hapo mimi kwa mimi nachoona kwa sababu ya haraka naweza nikamtoa labda dakika 70 Sabu ya nani? Ya haraka wachezaji wote wa Sabu. Kwa haraka mimi sasa nikamtoa Mudathiri. Sawa. Akatoka Mudathiri, nataka ushindi. Ulisema Mudathiri upo? Mudathiri yupo namba 10 anacheza. Mudathiri namtoa, sawa. Max namuingiza anacheza namba 10, afu na kushoto namuingiza Ekwa. Haya. Sawa. Kapteni wa Babu hujasema wewe ni kapteni wa Taswa kwanza. Kapteni wa Taswa. Hujasema chochote babu. Sio kocha. Kocha hajafika. Kocha bado, acha mambo ya kocha. Hujasema chochote Abel. Kimebalance kikosi. Sasa maoni yake. Abel si Simba. Maoni yake. Maoni yake. Maoni yangu. Nikisema kijabalance sasa kijafanya nini? Anataka Abel atoka Simba. Abel mnipe tutwa dakika sekunde tu nipe cha Simba. Mimi hapo kwa Yanga kwanza. Unaona sasa babu. Yake hapa amerudi kwangu. Sawa. Yaani mimi wewe unataka mimi nizungumzie mtazamo wa Morandi. Kwa hapo kwa Yanga. Mimi mtazamo wangu pale juu pale anaanza Boyeli. Pale juu. Mudathiri kwangu mimi aanzi. Anacheza Ekwa. Sehemu zingine zote mimi sawa, haina shida. Nizungumza huko. Nimelisikia. Haya bwana, cha Simba tutachelewa kwa sababu muda umekwisha kabisa. Atatupa kwenye mechi ya Jumamosi ijayo. Tutatoa upendeleo kwa mechi Mungu akituweka haya. Kwa Simba mimi mtazamo wangu namba 9 Soa. Kwa vyovyote vile panga. Yaani wapanga wanavyojua wao, kwa mfano mimi ingekuwa mimi kocha namba 9 wangu Jonathan Soa. Kuna mkwala pale sasa. Haya, namba 9 tumemaliza kipindi cha kurasa za mwisho kwa weekend hii ya leo. Lakini tuzo zipo za TFF. Zipo 5 hapo. Tarehe Disemba. Category umeshataja tayari. Kuna category za zimeongezeka pale. Kuna tuzo za ligi kuu, kuna tuzo za CRDB, kuna tuzo za heshima za rais wa TFF, kuna tuzo za vijana, tuzo za wanawake. Kwa tuzo ziko zaidi ya 40 hivi. Amnaga tuzo za mwandishi bora wa habari za ligi kuu. Hamna. Sema yeye kuna tuzo kwa yeye. Ndo nafikiri ndo namchokoloa mwandishi bora habari za ligi kuu, piga picha bora habari za ligi kuu. Tena inawezekana yani simple tu. Wale NBC wakatoa wakaweka huko bwana. Kwani tuzo zile ndio yani inawezekana. Na mimi pia chama chetu Taswa na kishauri pia tuzo zake zifufue. Zishakufa, zirudi. Hivi la hii siku. Jamani, shukrani sana tu na mengineo tutazungumza nje ya kamera. Tukiwa tuna maana kwamba tuboreshe chama chetu cha waandishi wa habari za michezo Taswa. Tusibaki kwenye michango. Kuna michango mingi. Asante sana, tumefika tamati ya kurasa za mwisho kwa siku ya leo wiki hii, na tukutane kwa wakati mwingine, lakini nakusihi leo hii usibanduke katika runinga yako kuanzia milango ya saa 7 mchana. Utaweza kufaidika na kila kitu. Asante sana, siku njema.